sio nzuri, haina afya na sio kwa Yanga tu, kwa sababu tetezi ilikuwa pia eti ilikuwa inasemekana waliwahi kutoa Jonathan Soa Simba mtu aliwapa eti, lakini kwa tetezi na nyepe zilizokuwepo ni kwamba Simba alitoa fedha. Lakini ukiangalia uhusiano kweli kati ya Singida na Yanga kwa jinsi ambavyo wanavyopeana wachezaji nini, kiukweli binafsi mimi naona haina afya kwa mustakabali wa ligi yetu. Tunahitaji ligi ya ushindani, ligi ambayo kiuhalisia itatoa chao, umeona. Lakini sasa unaifikiria timu kama Singida inashiriki mashindano ya kimataifa. Inashiriki mashindano ya kimataifa afu wanamwachia mchezaji kama Damaro kama, wanamwachia mchezaji kama Maarufu. Wanachukua Dumbi ya Singida. Sasa Dumbi sikafeli huko, kwani malengo ya Yanga ni nini na malengo ya Singida? Malengo ya Yanga kufanya vizuri kimataifa. Malengo ya Singida hasa kufanya vizuri kimataifa. Wao ndo mara ya kwanza. Ina maana kwao kama ni mara ya kwanza hawataki kufanya vizuri. Wanajaribu. Sio wanajaribu, wanatakiwa kufanya vizuri. Ukweli ni kwamba wanachokifanya hakina afya ya mpira wa miguu. Na kibaya zaidi hata hizo signing fee, sababu tunasikiaga hapa wakiuza wachezaji, hata baada tulisikia wameuza shilingi ngapi, lakini kufuatilia usajili wa unahusisha Yanga na Singida, huwezi kusikia signing fee, huwezi kusikia nini, huwezi kusikia kwa mustakabali wa mpira wetu. Sio kwa sababu za kishabiki, kwa mustakabali wa mpira wetu. Singida sio timu ambayo inapaswa kubaki kwenye kuta za nyumbani. Singida ni klabu ambayo inatakiwa iondolewe kabisa, ifutwe, iondolewe kwenye Singida ifutwe. Bila shaka Singida ni klabu ambayo inatakiwa iondolewe kabisa, kwa sababu inavyoonekana haieleweki imekuja kufanya nini kwenye ligi. Kushindana, hakuna kushindana kwa staili hiyo. Trust me, hakuna kushindana kwa staili hiyo. Mimi nakwambia ukweli. Kwani klabu kinakuuma wewe watu kugaiwa wachezaji? Tena vibaya mno, yani kugaiwa wachezaji inaniuma vibaya mno, kwa sababu inawezekana Singida na yenyewe ingezalisha mashabiki ambao wangeweza kuishabikia. Alafu wewe unaona kwa mfano timu yako inachukua wachezaji wazuri na hapa watu wengine inachukua wachezaji labda ambao wamefeli kule, ndio inaanza kutegemea. Kwa hiyo wanasubiri wana ligi kwamba wachezaji wao wazuri kwa sehemu fulani, alafu wale wachezaji ambao wamefeli kule wanakuja kwenye timu yao, wao wanaridhika. Sasa huo ndio unakwambia huo ushirikiano kwenye mpira wa miguu sio ushirikiano mzuri. Kwa hiyo hata siku akihitaji pointi 3 ina maana ni rahisi kupewa, si ndio maana yake? Ndio maana yake hivyo, ina maana tujiulize hilo swali la msingi. Kama siku hata akihitaji alama 3 atapewa kirahisi. Sasa mpira hauwezi kuwa hivyo, na hiyo ndio inatufelisha sisi, kwa sababu ligi yetu inakuwa ina ushindani, wachezaji wetu wanapata mechi chache za kiushindani. Wakiitwa sasa kwenye timu ya taifa, matokeo yake kenda kukutana na zile mechi kubwa za kiushindani. Unakutana na zile timu Giants wale, ile level kubwa ya kiushindani, unakuta tunacheza ovyo, tunacheza kawaida mno. Kitu ambacho kwangu mimi haileti afya nzuri sana ya mpira wetu. Nenda kaangalia nchi za wenzetu, wanashindwa kufanya hivi. Kwa mfano labda let's say Morocco, Misri, labda tuchukulie labda Afrika Kusini, wanashindwa kufanya hivi. Wanaweza kufanya hivyo, lakini kwa nini? Kwa nini wanafanya biashara ya mpira? Wanafanya biashara bora. Kama ingekuwa wanafanya biashara, ni biashara, yani inaonekana sasa ni biashara na iko serious. Mimi ningesema hakuna shida yoyote. Sio vizuri. Lakini ukiangalia mahusiano yaliyokuwepo kati ya hizi klabu mbili kwa muda mrefu hivi sasa, yanaonekana sio mahusiano positive ambayo yanaweza kusababisha mpira wetu kukua zaidi. Matokeo yake yanaweza kudumaza. Binafsi ningekuwa mimi na mamlaka ya kufuta klabu Tanzania bara, klabu ya kwanza kuifuta ingekuwa ni Singida Black Stars. Yaani Singida futa. Ya pili Singida. Zote Singida ningefuta kwa sababu end of the day hawatuletei taswira nzuri kwenye mpira wetu. Kama watafanya hivi, kama kweli watafanya hivi, yani watatoa wachezaji hivi kirahisi hivi na wanashiriki mashindano ya kimataifa hapa. Basi moja kwa moja tuachane na hapa bwana. Kocha Labori, kitu la mpira kutoka South